Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Kamishna wa Polisi Benedict Kuliamba, leo hii ametembelea katika hifadhi ya taifa ya Serengeti kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa zoezi la sensa ya wanyamapori, ambapo imeelezwa kwamba zaidi ya bilioni 4 zimetengwa kwa ajili ya zoezi hilo la sensa ya wanyamapori. Akizungumza mara baada ya kukagua zoezi la sensa ya wanyamapori, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutoa kiasi hicho cha fedha ambacho kitasaidia zoezi hilo la sensa ya kuwatambua wanyama wanapatikana katika hifadhi za Tanzania. Tuko kwenye zoezi la kuidadi wanyamapori na sasa tuko kwenye mfumo ekolojia wa Serengeti, na leo pia nimepata nafasi ya kupata wasilisho au kupata maelezo mafupi kuhusiana na zoezi hilo jinsi linavyokwenda. Binafsi nimefurahishwa sana na jinsi zoezi hilo ambavyo linavyokwenda, kwa sababu mpaka sasa hivi wataalamu wetu wameshafanya sensa katika mifumo ekolojia 6 na huu walionao sasa ni wa 7. Tumebakiza mifumo ekolojia 2 na kazi ni nzuri na mafanikio ni makubwa sana katika zoezi hili. Lakini kipekee kabisa naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya wizara kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama nilivyosema tangu awali, Mheshimiwa Rais ametoa fedha jumla kiasi cha shilingi bilioni 4.72, na fedha zote hizi ninazosema zimeshatolewa. Ernest Mjingo ni mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania. Sasa hivi tuko asilimia zaidi ya 80 na tunategemea kukamilisha zoezi hili muda mfupi ujao na matokeo tukayatoa. Zoezi hili lina mchango mkubwa sana kwenye uhifadhi na utalii. Zoezi hili linatuambia tumefanya nini kwenye uhifadhi. Lakini zoezi hili pia linatueleza watalii waende wapi, wawekezaji wawekeze wapi, kipindi gani. Na zoezi hili linawasaidia wenzetu wanaosimamia kwa maana ya TANAPA, TAWA, Ngorongoro na wengine wote wanaosimamia maliasili hizi. Wanajua kwamba wamesimamia namna gani na eneo gani linahitaji kuwekewa nguvu zaidi. Kwa jina naitwa Dr. Julius Keyu, ni mkurugenzi wa utafiti katika Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, kwa kifupi TAWIRI. Tuko hapa kuendelea na zoezi la sensa ya wanyamapori kwa nchi nzima ambalo huwa linafanyika kila baada ya miaka 10, na sasa tuko katika mfumo ekolojia wa Serengeti ambao ni mfumo ekolojia wa 7 toka zoezi hili la sensa ya kitaifa ianze kwa nchi nzima. Sasa ukiangalia kwenye ramani iliyopita pia nachokizungumzia sasa ni hiki hapa. Haya ni makazi. Makazi haya ndio yanapatikana kwenye kipande hiki cha juu, kiasi kwamba yameweza kupelekea tembo wasiweze kumuvu kwenda chini. Hapa ni mwaka 1980. Rangi hii tunaweza kuiona ni rangi ya shughuli za kibinadamu, kilimo na makazi. Utaona iko ndogo mwaka 80, lakini ukienda mwaka 2000 utaona imeexpand. Mwaka 2020 imeweza kuexpand zaidi. Sasa tufikirie baada hapo itakuwaje tusipoweza kuteki intervention. Na hii sasa ndio imepelekea tembo hawezi kumuvu kwenye eneo la Ngerengere. Hii eneo ndio hii hapa picha. Hii eneo ndio hii hapa picha. Imepelekea mpaka sasa hivi msitu wa Ngerengere una takriban tembo 80. Hawawezi kutoka kwenye msitu wa jeshi. Wako pale pale. Kwa sababu wanaona ni hatari. Kwenda juu ni hatari, kwenda chini penyewe kwa sababu ya shughuli za kibinadamu ni hatari. Kwa hiyo imefanya blockage kabisa. Hili ni kazi ambayo tulifanya TAWIRI na tukaweza kuchapisha kwenye chapisho la kisayansi, na ni reference nzuri sana kwa serikali kuweza kufanya maamuzi kwenye masuala ya uhifadhi.